Napenda kutoa wito kwa wanachama wa jumuiya hii kuwa na umoja na mshikamano, kuepuka migogoro isiyo ya lazima na kuwa chombo imara cha kuleta mabadiliko chanya katika sekta ya ujenzi. Mna wajibu wa kuendelea kushirikiana na serikali katika kuleta mapinduzi ya kimaendeleo kupitia sekta ya ujenzi kwa kuzingatia viwango vya ubora, muda wa kukamilisha kazi na gharama sahihi za ujenzi. Nayasema haya kwa sababu natambua umuhimu wa sekta ya ujenzi katika uchumi wetu. Ukiangalia ukuaji wa uchumi wetu, sekta ya kwanza ni sekta ya utalii. Ya pili ni sekta inayohusika na masuala ya ujenzi. Na hivi karibuni, kwa kasi tunayokwenda nayo kwenye masuala ya ujenzi, nadhani inaweza ikaja ikaivuka sekta ya utalii. Nasema hivyo kwa sababu hakuna kitu ambacho hakijengwi sasa hivi. Iwe viwanja vya ndege, iwe bandari zetu, iwe barabara, iwe skuli, iwe hospitali, alimradi kila pahali panajengwa. Na kwa awamu ijayo, kama alivyosema waziri hapa, mpango ni kujenga zaidi kuliko hapa. Sasa nakubaliana na nyinyi kwamba ni vyema na sisi Wazanzibari tusije tukageuka kuwa watazamaji. Ni lazima tuweke utaratibu mzuri wa kuhakikisha tunashiriki kikamilifu. Sasa katika kushiriki kikamilifu tunahitaji kujenga uwezo, tunahitaji kuwezeshwa kimitaji, tunahitaji kuwa na sehemu ya miradi hiyo mikubwa inayofanywa na kampuni kama local content. Kwa hiyo lazima sheria zetu zikae vizuri. Nafurahi kwamba TUCASA wako hapa, wao wana uzoefu, jifunzeni kutoka kwao, ili kama ni swala la kubadilisha sheria, kama ni swala la kuweka kanuni, kama ni swala la kupata wadau wa kukusaidieni, basi hakuna taasisi yenye uzoefu wa jambo hili kama TUCASA. Nafurahi kwamba wao wakusaidieni tufanye hivyo. Mimi binafsi ningependa kuona wao wanasema wameweza kuinfluence mabadiliko ya sheria kwamba kule bara mradi chini ya bilioni 50 ufanywe na watu wa ndani. Tunaweza kwa Zanzibar tusianzie hapo kwa sababu bilioni 50 ni kubwa kidogo kwa kampuni zetu. Lakini lazima tuanze sehemu. Haiwezekani tukawa tunajenga skuli ya ghorofa 1 au 2 akajenga mtu wa nje. Sasa hapa tunayo miradi midogo mingi ya bilioni 10, 15. Hiyo ni lazima tuhakikishe wanajenga watu wa ndani. Oktoba tunatiki.